Dada Susan, hongera sana kwa kumaliza mkataba wako na karibu sana. Asante. Kazi ulikupangiwa wapi? Nilipangiwa Mtwara. Mtwara. Ulikuwa na malengo gani ulipokuja hapa, Susan? Nilikuwa na malengo ya kufanya kazi. Ndio, lakini yani unatafuta hela, si ndio? Ndio. Kwa ajili ya nini, malengo gani? Kwa ajili ya kujiendeleza mimi mwenyewe. Kujiendeleza. Okay. Ndiyo. Unaenda kujiendelezaje? Kwa kufanya biashara. Kufanya biashara. Okay. Kwa hiyo ndani ya mwaka mmoja umetimiza malengo yako? Ndio, nimetimiza kiasi. Kiasi. Ni biashara gani unaenda kufanya, dada Susan? Mbona unawaza jamani? Mtu ambaye kweli una malengo yako na yametimia, unawaza au unaenda kuolewa? Hebu tuambie vizuri. Maana ukai kama mtu ambaye kweli unawaza biashara. Ungekuwa ushataja baada naenda kufanya biashara fulani, shapata kiasi fulani. Unajingatangata vipi? Umepata mchumba? Sio ubaya, lakini yani ukiacha kazi kabla hujaweka mipango yako vizuri kwa mtoto wa kike, kukimbilia ndoa au mahusiano ukaacha kazi ni kitu kibaya, kwa sababu walio wengi wanateseka. Sasa utakapopata shida ndio utanikumbuka. Nataka nikwambie ukweli, kuolewa hakuna ubaya, lakini mtoto wa kike kwa zama za leo ambazo unaona wanawake ambao wamekimbilia mahusiano, wamezalishwa, wametelekezwa, wengine wanaolewa wanabaki kuwa tegemezi nyumbani, wanaanza kufubaa, kuchakaa, na wewe mwenyewe hapo mrembo umependeza. Lakini kwa sababu ulikuwa kazini unaingiza hela yako, si ndio? Hakuna stress. Sasa utakapoenda kuingia huko, nakupa tu tahadhari, kwa sababu mimi kazi yangu hapa ni kuelimisha. Kwa hiyo ukisema unaacha kazi, hujakamilisha vizuri mipango yako, labda kama ni biashara yako kaianze, alafu ukasema unaikimbilia kwa mwanaume, ndugu yangu, utachuja, utachakaa Susan wewe. Umeona ulivyo mweupe hivyo? Utakuwa yani hata utakuwa kama hizo nywele. Wanaume uwajui, una mtoto? Wewe bado mdogo, una mtoto. Sasa mimi nakutahadharisha dada yako, kwa sababu nimeona mengi. Mimi nimezunguka na masuala ya wanawake Tanzania hii, najua kinachowasumbua wanawake wengi ni umaskini. Wanaacha kujiandaa kiuchumi, wanakimbilia wanaume wakifikiri kwamba kwa wanaume ndio kuna unafuu. Hakuna unafuu. Hapo mwanzoni atakununulia kisimu, atakupa visenti vyake vya kukurubuni, uje uingie kwenye mtego. Ukinasa kwenye mtego, mamangu, huna kazi, huna biashara, yani imekula kwako. Sijui unanielewa? Haya, ujumbe wangu ni huo kwako na kwa wasichana wengine wanaonisikiliza. Mimi kazi yangu hapa ni kuwaelimisha. Mkiyafanyia kazi, mtaona namna ambavyo maisha yenu yataenda vizuri. Msipoyafanyia, hamna shida. Utafika hapo mbele utatukumbuka. Haya maneno utayakumbuka kama ukuyasikia kwa wazazi au wapi, au mwenyewe una akili. Si unaona kwenye jamii wasichana ambao hawana kazi, hawana biashara, unaona maisha yao yalivyo. Wewe unataka kwenda kuishi kwenye maisha ya kudanga? Maana kama huna ajira, huna kazi, utaishije? Simu nzuri unayo hivyo, wewe mwenyewe mrembo, utaishije? Si kudanga unaishia kama mtu una kazi, si ndio? Lakini hayo sio maisha mazuri. Haya, mimi nimesema hivyo kwa sababu ulikuwa unajingatangata. Mimi nakuuliza sasa, unaenda kufanya biashara gani? Wenzako wakija hapa, yani wameshapanga mipango na mipangilio. Yani kabla hujauliza kashajibu. Wewe hicho kitu kipo, yani kipo kichwani. Sasa wewe unakuwa kama unafikiria. Ndio maana mimi nimeenda kwenye usikute una mchumba na kusubiri. Maana kuna wadada wengi, tena wadada wa kazi za ndani, kwa kuacha kazi na kukimbilia kuolewa. Hawajambo. Alafu kesho na kesho kutwa unatupigia, mimi Suzi, sasa na mtoto, naweza kuja na mtoto. Ndio wenzio hivyo wadada wengine ambao waliacha kazi wakakimbilia mahusiano, au hata hawakutaka hata kutafuta kazi, yani kimbilia mahusiano. Ameshapewa mtoto huko kachanga, ndio kana miezi 4, anakuambia naomba kazi nije na mtoto. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo kabla hujavuruga maisha yako, weka ratiba zako vizuri. Mahusiano yapo, wanaume wapo, hawaendi kokote, wapo na wanazidi kuwepo. Wewe andaa maisha yako vizuri. Ulifanya vyema kuja kutafuta kazi, umefanya kazi mwaka mmoja. Haya, je, kweli huo mwaka mmoja umetosha? Ulichokipata unaenda kufanya biashara? Nauliza tena. Ndio. Biashara gani? Ndio, kufanya biashara yangu. Ya nguo. Unapenda nguo na umependeza. Unapenda kuuza nguo. Na wewe mwenyewe unapenda kuvaa, na wewe mwenyewe unapenda kupendeza. Okay, kwa hiyo ni duka au utauzia wapi? Au unauzia online au utauzia wapi? Dukani. Dukani. Kwa hiyo hela ya frame na ya kuanzia umeipata?
Okay, haya. Sawa, umeachana vipi na bosi wako? Umeachana vizuri? Tumeachana vizuri ila sio sana. Kwa nini? Alitaka muendelee au ilikuwaje? Yaani kwa nini umekaa na mtu mwaka mzima alafu unasema sio sana, maachana lakini sio vizuri sana? Kwa nini? Maana kuna matatizo madogo. Matatizo madogo. Kama kufokeana. Wewe unamfokea bosi? Mbona sasa kufokeana? Maana kama vile kufokeana maana yake ni kwamba akikufokea wewe unamfokea. Kufokewa ni kawaida kwenye hizi kazi, kwa sababu unajua wewe si ni traditional dada Kwa hiyo traditional dada tunasema uwezo wao sio mkubwa sana. Kwa hiyo wanakosea sio wanaweza. Traditional dada wanavyofanya majukumu yao mara nyingi sio kama mabosi wanavyotaka. Kwa hiyo unakuta anapofanya ndivyo sivyo, bosi sasa anapokuja ndio anafoka. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kawaida kwenye level ya traditional dada. Japo yani ni vitu vinafanyika, maana sitaki kumumunya maneno. Si unaelewa, mabosi wengi wanafokea sana wadada. Kwa sababu gani? Mabosi wanataka kazi zao zifanyike kwa ubora, lakini wadada wanaowachukua ndio nyinyi traditional uwezo wenu ni mdogo. Unajua hapa kuna wadada professional analipwa 500,000. Yule akipewa kazi akifanya ni tofauti na utakavyofanya wewe. Au wale smart wa 300,000 wale, nao pia utendaji wao kidogo uko tofauti. Kwa nyinyi traditional mnatakiwa mabosi wenu wawakae na nyinyi wawaelekeze. Lakini pamoja na hayo bado anaweza akakuelekeza leo, bado kesho akarudia kitu kile kile ukakuta umejisahau, si ndio? Kwa hiyo sasa ndio kufokewa kama kote. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo sasa ndio yani umeondoka mpaka unaondoka unafokewa, au mimi ndio sijaelewa? Hapana. Ila kama umeondoka, umesema nimeondoka vizuri lakini sio vizuri sana. Nini kimetokea hapa mwishoni mkashindwa kuagana vizuri? Yani unajua wanawake wana mambo mengi. Kwa hiyo yule mama alikuwa tu ana maneno mengi. Ana maneno mengi. Ana mdomo. Afu unasema si unajua wanawake wana nini? Wana maneno mengi wa mama wengine. Wamama wanaongea sana. Sio nyinyi mnashindwa kufanya kazi zao vizuri. Wanaongea kwa sababu mnashindwa kufanya kazi zao vizuri, lakini na hapa ni wachambe na wao kwamba wanachukua wadada ambao uwezo wao ni mdogo alafu wanataka wafanye maajabu. Yaani ni sawa sawa anakwenda kuchukua bodaboda au bajaji alafu unataka igeuke iwe Range Rover. Haiwezekani. Si unaelewa Au chukue kisimu cha kitochi. Unajua kitochi? Kitochi kinaweza kuwa smartphone? Hakiwezi. Unaweza kuingia TikTok na kitochi, lakini smartphone si unaingia. Kwa hiyo huo ndo ujumbe kwa mabosi kwamba mnagombana na hawa wadada wa traditional sana, lakini ukweli ni kwamba uwezo wao uko limited. Yaani hiyo ndo message. Kwa hiyo mtagombana nao sana. Wale wanaovumilia kama akina Susan mpaka wanamaliza mikataba ni wachache, lakini walio wengi ndio hivyo wataishia njiani. Haya, sawa. Kwa hiyo pole, hizo ndo changamoto. Lakini kwa upande wako sasa usikate tamaa. Si unanielewa Usikate tamaa kwa sababu ile ni moja ni kama darasa. Wewe ulishia darasa ngapi? Form 4. Kwa nini kuendelea? Sikupata matokeo kuendelea form 6 na chuo. Lakini wewe mwenyewe vipi? Ulitamani kuendelea na shule? Nilikuwa nataka kuendelea chuo. Nataka kuendelea na chuo. Unataka kusoma nini? IT. Unapenda IT? Sawa. Sasa hivi teknolojia imekuwa, unaweza ukasoma hata kwa njia mbalimbali. Kuna kozi nyingi. Hata ukienda kwenye mitandao ya YouTube kule unaweza ukapata page ambazo zinaweza zikakupa ABCD. Na ukianza kufanya biashara kama mimi, nilikuwa dada wa kazi. Hiyo ndo kazi yangu ya kwanza. Lakini baadaye sasa hivi nasoma vitu ambavyo mimi napenda. Ninapenda kuwaongoza watu. Kwa hiyo nasoma sana mambo yanayohusiana na uongozi. Na kuwaongoza watu na kuwasaidia watu wafike kwenye maendeleo, ndio ninachokipenda. Kwa hiyo nasoma sana hivyo vitu. Kwa hiyo wewe kuishia form 4 kusiwe mwisho, endelea kusoma. Sawa? Simu yako iwe ni shule yako. Usiende kuangalia umbea kwenye simu. Sawa? Fuatilia vitu vya ajabu ambavyo havilengi kukuboresha. Ili uweze kufika kwenye maendeleo makubwa inabidi pia uongeze kitu kwenye akili yako. Sawa? Kwa hiyo endelea kujifunza. Labda tu kwa wadada ambao wako kwenye level ya traditional,
na wenyewe ushauri ni huo, una smartphone, ingia, jifunze namna ya kufanya mapishi vizuri, jifunze usafi vizuri, jifunze dondoo za malezi ya watoto, na wameandika kwa Kiswahili kabisa, jifunze. Hiyo itakusaidia namna ya kuboresha majukumu yako, ili bosi wako, kama dada Susan anasema ana mdomo, wanawake wana mdomo, wao ndio mabosi wenu, si ndio? Mnapokuwa kwenye hizi nyumba, hata kama kuna wababa wanaokuwa karibu na nyinyi zaidi, kuwaelekeza si wanawake? Ndio maana na nyinyi mnasema wanawake wana mdomo. Hapana, ni kwamba wanahitaji kazi zao zifanyike vizuri, lakini nyinyi sasa mnakuta uwezo wenu ni mdogo. Natakiwa mjiongeze katika zile simu zenu mlizonazo, jifunzeni vitu vipya. Ukiona bosi wako anataka kitu ambacho hukijui, jaribu kukiangalia. Hii nasema sasa kwa faida ya wale ambao bado wanaendelea na hizi kazi. Najua wewe ushamaliza mkataba, lakini pia huwezi jua, si tupo sasa hivi mishahara imeongezeka, unaweza ukaenda ukajitafakari ukasema ngoja tena nirudi. Ujumbe ndio huo. Kazi za nyumbani, yani kila kitu kina changamoto. Hata ukienda kwenye biashara, Susan, bado kutakuwa na changamoto. Hakuna uwezi kuishi hapa duniani bila changamoto. Matajiri wana changamoto, maskini wana changamoto. Si unaelewa? Kwa hiyo lazima tu kila siku uwe ni mtu wa kumwomba Mungu akusaidie namna ya kuweza kuvumbua changamoto, lakini kwa kupata maarifa. Susan, wewe ni Mkristo? Ndio. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kukosa nini? Maarifa. Kwa hiyo jitahidi sana kwenye maisha yako kutafuta maarifa. Unapokutana na kitu ambacho ni kigumu, ni changamoto, tafuta maarifa. Kuna kitu hujui, ndio maana kwako inakuwa changamoto. Ukitafuta maarifa unaitatua. Sawa? Haya. Pole kwa yote na hongera. Zaidi sana ni hongera. Maana hapo kwenye kukoromewa umeongea kwa huzuni. Ndio kawaida. Huwezi kukaa nyumbani kwa mtu usielekezwe, si ndio? Lakini yote kwa yote hongera sana. Wewe ni binti mrembo, very beautiful, na ulifanya jambo la muhimu kwenda kufanya kazi, kwa sababu wasichana wengine bado wako mtaani. Na najua unawajua, hata marafiki zako wako mtaani, hawana lolote, wanadanga. Wewe uliamua kwenda kufanya kazi, ni superwoman. Sawa, sasa uendelee kupambana ili uweze kuwa the real one. Yani usirudi nyuma tena. Sawa? Usidanganyike. Nimeshakwambia yale mambo ya kukimbilia ndoa na wanaume, usidanganyike. Uzuri wako huo utatumika ovyo ovyo, baadaye utajikuta huna kitu. Uzuri wako ni brain yako. Umeona ubongo wako? Huo ndio uzuri wako namba 1. Sio sura yako, sio miguu yako, sio makalio yako. Umeelewa? Sio sijui nini yako hiyo. Wewe kama kichwa kwanza. Wekeza maarifa kichwani. Ukiwekeza maarifa kichwani, utaishi vizuri maisha yako yote hapa duniani. Umenipata? Sawa, asante kwa ushauri. Haya, karibu sana. Naweza nikaenda? Au bado? Mbona umeuliza hivyo? Unaona nakuchelewesha? Maana nilikuja lini? Hapa leo nimekuja. Nikafanya ile nania kwenye simu kwa ajili ya kupata dhamana. Sasa nikajua kama nikifanya naondoka. Kwa hiyo nilikuwa nishafika mbali. Ulikuwa umeshajaza ukaondoka. Pole. Wakakupigia tena njoo urudi. Yaani wamefanya uzembe. Watu wangu saa nyingine wazembe kweli. Pole. Lakini nyumbani si hapa da. Ni da hapa. Wapi umesema? Chanika hapo tu bwana. Magari hapo huku kwetu mengi tu. Haya Mwaya Susan. Basi nisikuweke sana. Kila laheri. Watafanya process, nafikiri kama ndani ya wiki utapata dhamana yako. Sawa, nashukuru. Karibu sana.